Yesu na Maria sioni mbele. Narabuku Bey, hebu naomba unisikilize vizuri ndugu yangu. Nimekuja hapa kumsalimia dada yangu. Lakini wewe kama una zesheni zako, mimi naomba ugomvi siuwezi. Mwenzio mbuli kumlomo tu. Ugomvi siuwezi baba. Yaani wewe kibongema, yaani unafika nyumbani kwangu unaniita mimi chizi. Unanizungumzia zesheni, yaani unafika kwangu, nyumbani kwangu kwa Mkapa unatamba. Yaani mimi kwa bahati mbaya si ulimi hauna ulimi. Yaani ulimi hauna mfupa. Wakati natamka matamshi yangu yale nikateleza, eti nikakuita wewe chizi tu, kumbe wewe mzima. Nimejichanganya ndugu yangu, naomba unisamehe baba. Napiga magoti. Napiga magoti, naomba unisamehe. Huyo chizi ulomsema ni nani? Huyo King wa Blue ulikuwa unamuita pale ni nani? Ambao unamzungumzia unamletea zesheni kwenye uwanja wake wa nyumbani. Ni nani? Niliteleza tu. Unapenda kuteleza, unatelezea kwangu Kwa bahati mbaya baba, bahati hizi mbaya. Sasa wewe umenikanyaga kwa bahati mbaya na kulipua kwa makusudi. Narabuku baba bake wakimongevele baba, wewe ni mtoto mdogo na kwangu bado usumbui. Mimi pale nyumbani kwangu nimeoa mwanamke mmoja, sijaoa uko mzima. Mnakuja mnarundikana tu pale, mnataka mambo ya mje kwa utaratibu na paswedi. Tumeliona kijana. Sasa huo uchoyo sasa. Kwa hapo nakupinga uchoyo. Ukipenda boga, penda na ua lake. Narabuku kwa hilo mimi. Unamwita Bey mchoyo? Sasa utaamua wewe. Chagua. Nichague mdole. Wewe kuweza, mimi sichagui mdole wowote. Unataka kuchagua kwenye kono la nyani? Sasa na kutia mabao. Basi usiongeze bao lingine baba. Na kuongeza tena na kutia mabao. Iyo wangu basi basa. Basi bwasheme. Kumbe unaleta zesheni. Sasa nakutia bakola. Uo mti huo. Nakutia nao. Fimo. Tulia wewe, tulia. Nikabonde nikakipuntilia mbali. Bey hapa naongea. Bey kiongozi. Sawa baba, nimekuelewa. Mwisho leo sikanyagi tena nyumbani kwako. Nakupa onyo la mwisho. Unapofika kwenye viwanja vya nyumbani vya watu, acha kuranki, acha kujiona kwamba wewe una maana, acha kujifanyisha wewe unafanana na wenye uwanja. Tumeelewana? Kwenye uwanja. Unaweza kuondoka. Ndio. Sasa toka. Toka. Analeta sesheni Kongemaele. Ana bahati yake tu. Dada yake ni bonge la pisi. Dada yake ni mali safi na salama haijatumika. Ila ingekuwa sivyo hivyo, ningemtia kwenye kono langu la nyani. Angejuta. Siku hizi wananiita Bey. Na wewe niite Narabuku Bey. Mimi huyo. Ushirikina umetawala. Aiwe si masihara. Genge letu. Kusutana na umbe. Hili genge ni bola. Ushirikina kurogana. Wala they don't care. Mola hukumu hali. Machafu yao wanayafanya. Ilo siku tu yale. Uonda nyegenge. Kusutana na umbe. Genge letu. Hili genge ni bola. Genge letu. Ushirike na kurogana. Genge letu. Wala they don't care. Genge letu. Mola hukumu hali. Genge letu. Machafu yao wanayafanya. Ni kwa nini umekataa kumrudia mwanamke niliyekuambia? Kwa sababu simpendi, simhitaji tena. Nimesha move on, nampenda mke wangu ambaye nimemuoa, ananitunza, ananiheshimu na kunipa thamani kama mwanaume. Kwa hiyo siwezi kurudia matapishi. Ndiyo maana sijafanya ambavyo umeniagiza. Sitaki. Mwanamke mzee. Umemtoa wapi huyo mwanamke?
amenitafutia Sudi, na tena ilifika mbali zaidi mpaka mahari na barua kanilipia yeye. Kumbe wewe ni boga. Muda wote tunaishi na mtu ambaye uwezo wake wa kufikiri ni zero. Sudi, ina maana unataka kuniambia umesahau kwamba Sudi ni mtu ambaye amerithi visasi kutoka kwa mababu zake na mababu zako pia. Hizo vita na visasi si vya mababu, kwani vinatuhusu sisi nini wajukuu? Sudi hawezi kuwa na roho ya kikatili kiasi hicho. Ni mtu sahihi kwangu, amenipa mwanamke ambaye ananipenda na kuniheshimu na kunipa thamani kama mwanaume. Uelewe nini hapo? Unadhani Sudi anaweza kukupa mwanamke sahihi? Anaweza kukuata maono na mambo ya kwako yakawa ndani ya siri katika moyo wake? Anaweza kufanya hivyo Sudi? Unataka kumaanisha nini kusema hivi? Sasa nenda kamwache huyo mwanamke, la si hivyo unaenda kupoteza kila kitu chako, kila nguvu ulizokuwa nazo. Utakuwa mweupe kama tishu, na usipofanya hivyo utanikumbuka. Utachukua gharama kubwa sana kunipata. Kusutana na umbe genge letu, hili genge ni bolo genge letu, ushirike na kurogana genge letu, wala they don't care genge letu. Welcome kwenye magenge ambayo yanamilikiwa na Narabuku Bey. Naona umejitahidi kujaza. Naona kweli supermarket ndogo imehamia kwenye magenge yetu. Hiyo nakupa kongole, lakini umekwama. Imekuwaje? Umeweka biashara ambayo inafanana na mwenyekiti wa magenge haya. Mbona unatafuta session na mimi Ila we mzee mwenzangu una roho mbaya. Yaani kuweka tu yale madagaa pale tayari ishakuwa nongwa. Mambo mengine upunguzege. Kwanza koma wewe. Mzee unanichemshaga maji wewe. Mzee wewe nyoko, mzee wewe kwio. Chizi wewe. Nasemaje hizo dagaa ziwe za mwisho kuzileta hapa, zikiisha hamna kuleta. Dagaa nauza mimi na nazi tu. Nimekuelewa. Ila ninaomba, nataka uniruhusu nilete matarumbeta Kigoma hivi, si unajua Jasmine Mikope tena. Nikifungua jambo langu mambo yaende na watu wajue kama nipo magengeni sasa hivi. Wewe nimepoa kama nani maji ya kisima. Inabidi upoe hivyo. Upoe kama vile umepigwa stroke. Niruhusu Kigoma, niruhusu matarumbeta Mkinda, Mumwagerazi, Masharifu hapa sisi tuone vitu vyenu. Vinakuwa vitu vitabu. Mkisafunua gadela watoto 2000 bwana. Mnaweza mkazibasura huko chini mkaacha wazi. Sitaki. Wewe unafikiri nini ya mambo ya kuacha wazi videla? Wapiga ngoma wapate vibe. Yaani mpiga ngoma ukifunua kidela tu, yani pale ndio vibe ile. Ndio mambo yao. Sasa nasemaje? Hivyo videla vya hapa tu kwangu marufuku, na kama nilivyosema ukitaka kuleta mganga apitie kwangu, sitaki hicho kitu. Tumeelewana Jasmine Mikope? Welcome home. Welcome kwenye magenge yanayomilikiwa na Mr. Narabuku. Na wenzako siku hizo wananiita Bey, na wewe niite Narabuku Bey. Mimi huyo. Sikupendi wewe mzee wewe. Una roho mbaya kama kanga sumu. Uyu kamtaka yule kamkata, mara kaenda kwa yule, mbona ni bala. Aiye. Hakuna mapenzi dhati ndani ya genge. Hauna pesa mbona utaonekana msee. Ushiriki na umetawala. Aiwe si masihara. Ukizingua mahala. Toto zuri, toto la Kisomali Zora. Umekuja mama?
Siamini miujiza mchumba, sauti ya nyuki nasikika, sogea karibu baby. Time zishafika, nipe uhuru dia, unikista potoka, penzi kwa fujo maibu, wewe mbona watakoma? Naomba nikushike kidogo mama. We una lipsi pana da, na ukicheka una mwanya na rabuku, nimedata toto la Kisomali ili jamani. Mama umefika wewe huyo? Nimefika. Hujapata tabu wakati unakuja kwenye magenge haya? Wala, nikuulizie tu kanionyesha. Yaani mimi na Arabuku Bey, hata ukimuuliza mtoto mwenye miezi 6 kwa na Arabuku Bey ni wapi anakuleta. Kikubwa utoe location inayoeleweka tu. Sawa mama. Okay, sasa. Sasa nisikilize kwa makini mtoto mzuri. Hapa kuna session kibao, watu wa magenge wana visokoro kunyo na viroho vya husta. Hapa mimi nakupa mazingira ya location, uende huko tutakutana mama, sawa? Sawa basi, tanitumia kwenye simu. Nakutumia. Na kingine angalizo. Inapofika saa 11 jioni hutakiwi kupiga simu yangu. Kwa nini? Kuna mambo ya kiserikali wanayafanya, kwa hiyo unaweza kupigwa ukaambiwa not reachable, ukaambiwa ipatikaniki au imefungwa. Sawa, nikuelewa. Umenielewa mama? Ndiyo. Safi. Sasa hapa nakutia mazingira. Nakutia mazingira kwanza. Ukakuta una relax, unajitana shuka la Kimasai. Sawa mama? Sawa, asante. Bye. Kitoto kimenyonga hiki cha Kisomali. Na Arabuku mimi. Mungu anipe nini Makmuga. Niite Bey. Na wenzako siku hizi wananiita Bey. Wewe niite na Arabuku Bey. Mimi huyo. Kiongozi wangu, Bey wangu, mimi huyo. Nimekuja ndugu yako, najua tulikwazana kwa maneno ya hapa na pale, ikafikia hatua tukakosana kabisa na tulitamkiana maneno machafu, lakini nimeona kwamba nimekosea nikiwa kama mtawaliwa. Kiongozi wangu, nimekukosea, nimeona nirudi. Na hakuna sehemu nyingine ndugu yako mimi nategemea kama pale kwenye kile kigenge bwana. Pale ndo sehemu yangu ya kujidai. Na biashara yangu mimi ya mboga mboga ndo biashara ambayo naipenda na naifanya vizuri kabisa. Kwa hiyo nimerudi ndugu yangu, ufanye mpango nirudi kazini. Kama unavyojua mimi familia inaniangalia. Ndugu yangu yule anaona hamna kitu kabisa kichwani. Na mtu mimi nasomesha. Nimerudi ndugu yangu, fanya mpango yaishe. Nirudi katika ubao wangu na mimi nipate 200-300 niendelee kutamba kaka. Hali ni ngumu. Nishapigika mtaani huko. Nimepigika vya kutosha. Nikaona paka nikaamua nirudi kwako kiongozi wangu, mtawala Bey. Uishi milele. Hebu tulia bwana wewe. Wakusomesha utakuwa wewe bwana. Usomeshe nini wewe kwa dada yako hapo? Dada yako mwenye chizi tu. Hamna kitu hamnazo. Yaani dada yako nalikuta linacheza mapiano ni sapa. Sasa huyo dada yako ni Enzo Nyingu au bonge la dada? Mimi nasomesha, lakini pia sijajua kama ninauza ng'ombe naenda kusomesha ng'ombe shuleni. Ila sina uhakika hilo. Ila anasoma. Na hayo mambo mengine ni mambo ya mjini, mambo ya kawaida, si unajua tena. Hakuna chochote kinachoendelea bila burudani. Burudani lazima zipatikane kidogo. Mambo ya sapampa. Wanafunzi wanapata? Wazalamu wanasema knowledge. Maisha yamekutwanga huko, yamekupiga ukapigika. Umeamua kurudi kwa Bey, kiongozi wa magenge haya. Wakati ulileta zeshen umejisaulisha. Nakumbuka, na ndio maana nikaomba radhi. Waenga japokuwa akili zao pia zilikuwa haziko nani, wakibana na shida zao, nasema kwamba mtoto akinyea kiganja au kikati unakiosha. Kwa hiyo wewe osha ndugu yangu, osha, maisha yaendelee. Hebu tulia hapo nikuulize maswali yangu ya msingi. Wewe Sengo mkei,
Ni nani bei wako wa magenge haya? Wewe huyo. Nataka kujua tena, ni nani mwenyekiti wako wa magenge haya? Ni wewe huyo. Nataka kujua tena, kati yangu mimi na wewe, ni nani ambaye atatangulia kufa na atamuosha mwenzake na kumtafuta skrini? Ni wewe huyo. We, unasemaje? Ni mimi bei wangu. Marehemu mtarajiwa. Mimi hapa marehemu mtarajiwa. Sasa nisikilize wewe marehemu mtarajiwa, siku nyingine ukileta zesheni na kukinda na kuponda na kukanyaga msamaha umepata, lakini una masharti. Masharti tena? Unatakiwa kulipa faini shilingi 398,800. Asafai. Asafai yani kwamba hapo kumaanisha nini yani? Kwamba kuna jambo gani la balaa la zeshi ambalo limetokea hapa mpaka useme asafai? Yaani hicho ulichokisema ndugu yangu, wewe unajua mimi kabisa nimetoka down. Unaelewa kabisa mimi sijafanya kazi muda mrefu. Sasa hiyo pesa mimi nitaipata wapi ndugu yangu? Sawa. Anyway, sio swala. Mimi niko tayari kutoa hiyo faini unayosema, niko tayari kabisa. Ila sasa kwa masharti na mimi pia. Nilikuwa naomba uniruhusu niingie kazini, nianze kufanya kazi. Baada ya kufanya kazi, tutakuwa tunalipana kidogo kidogo. Hakuna kinashindikana. Yaani kama tunacheza upatu vile, nitakuwa nakupa kidogo kidogo. Au kama tumeenda kuchukua kijola, kidogo kidogo tutalipana, tunamalizana. What is it? Yaani pesa yangu mimi uitoe kidogo kidogo kama vile unacheza upatu, yani unawekeza kama kuna kijola wewe kenge nini? Nataka pesa keshi 398,800. Kama uwezi ondoka. Sikiliza wewe mwenyekiti wa magenge haya, bei nimeshaamua, na kama utaki unaweza kwenda au nikuzidishie. Basi sawa kiongozi, wacha mimi niende nikajitafute, nikijipata vizuri nitakuja ili mambo yote yaende sawa. Uende ukajitafute ujipate. Usipojipata tukakutafuta sisi na kutia kwenye kono la nyani ile. Nikikupata mbono utajuta. Sawa bei. Wapi tena sasa? Nenda huku. Nataka kuangalia shape hiyo. Shape ipo haipo hiyo? Shape ipo mashallah, nimelisikia mama mimi. Angalia bei. Shape una. Nuna. Mama Amina wewe. Pachoko midundo hapa. Kama vile nimeongea naye. Genge letu. Kusutana na umbe. Hili genge ni bolo. Ushirike na kurogana. Wala they don't care. Mola hukumu hali. Machafu yao wanayafanya. Ilo siku tu yale. Uonda nye genge.